Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Ndugu rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri cha kujifunza Biblia kwa kutumia mwongozo, tunakukaribisha sana katika robo mpya kabisa. Yeah. Tunaanza robo mpya. Kumbuka robo iliyopita tulikuwa na somo lililokuwa linasema kukua katika uhusiano na Mungu. Yeah. Robo hii tunaenda Wakorintho wa kwanza na wa pili. Wakorintho wa kwanza na wa pili. Yes. Wakorintho wa kwanza na wa pili, na fungu kuu letu litakalo tubeba kwa wiki hii ni Matendo 19. Sawa. Mstari wa 9 mpaka 10. Safi kabisa. Na rafiki yetu, ni kuombe tuwe pamoja tupitie fungu hili linalosema Matendo ya Mitume 19 18 9 na 10, na linasema, Bwana akamwambia Paulo kwa maono usiku, usiogope, bali nena, wala usinyamaze, kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hapana mtu atakaye kusumbulia ili kukudhuru, kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Amina. Na kabla tujaendelea, tupate kuomba. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Tunalitukuza jina lako kwa wema wako, upendo wako. Umetujalia tena tuje tuanze robo hii, tuendelee na masomo haya. Tunakualika uanze nasi na umalize nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Unafanya kazi gani? Kwa maana by profession wewe ni nani? Mimi mwalimu. Na uko hapa Maisha Kamili? Niko Maisha Kamili. Kwa hiyo una profession ya mtumishi lakini pia mwalimu. Tunapozungumzia habari ya Wakorintho wa kwanza na wa pili, iliandikwa na Paulo. Wito wake sasa ulikuwa ni mtume. Tutaangalia wiki hii. Lakini alikuwa na kazi ya pembeni. Sema profession yake kama ulivyo mwalimu, yeye alikuwa ni tent maker, alikuwa anatengeneza mahema kwa fundi. Na kazi ya utume inampeleka mpaka Korintho. Na Korintho ni mji kama Dar es Salaam, mji wa bandari. Mji kidogo mpya. Una umri kama miaka 100 tangu Warumi walipolifanya kuwa koloni lao. Kwa hiyo wahamiaji ni wengi. Ni mji ambao hauna mapokeo ya tamaduni za siku nyingi. Ni mji ambao watu wanachanganyika kama Dar es Salaam, watu wako tayari kupokea mawazo tofauti. Na Paulo anaona ni fursa kwake kama mtume kupeleka injili kwa maeneo kama haya. Ni senta kubwa, ni mji wa kimkoa, yani makao makuu ya kimkoa ya himaya hii ya Rumi, karne hii ya kwanza. Twende kwa Paulo moja kwa moja. Kabla hatujazingatia mawasiliano yake na waumini wa Korintho, tumwangalie Paulo mwenyewe. Siku ya kwanza, Jumapili, tunamuona Paulo na wasifu wake, CV yake. Paulo na Wakorintho wa kwanza 1 mstari wa kwanza anatuambiaje? Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza. Wakorintho wa kwanza fungu la kwanza sura ya kwanza. Sura ya kwanza. Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, na Sosthene ndugu yetu. Hii ni barua, na mwanzoni mwa barua lazima ujitambulishe, uweke anwani yako. Na kwenye anwani unaanza na jina lako, unatokea wapi. Yeye anaitwa nani? Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo. Sawa. Tena kwa mapenzi ya Mungu. Wewe ukisema umefika kwa watu ambao hawakutambua, unaitakiwa kujitambulisha. Wewe unaanza kujitambulisha kwa jina gani? Geoffrey. Sio mwalimu? Kwa kazi yako? Geoffrey. Sio jina la babako? Jina langu mimi. Haya, naye alianza na Paulo. Alafu baada hapo unaanza na
Baada hapo unaenda nani? Na CV yako Paulo wewe ni Omondi. nani? Ulisema Paulo Omondi au ni Geoffrey Omondi. Geoffrey Omondi. Alafu baada hapo ni nani? Kama ni kama mtu na nani hivi. Mimi nilisema mimi ni pastor. Lakini naona kama haina uzito kama Paulo anavyojitambulisha. Unajua, katika utambulisho huu anajitambua kama mtume, ambassador, tena wa Kristo, tena sio tu Kristo au Kristo namaanisha mfalme aliahidiwa na Mungu. Yesu mfalme sasa ni ametumwa na huyu Yesu mfalme, kwa hiyo yeye ni ambassador. Rais akikutuma nje ya nchi, wewe ni ambassador. Huyu anatumwa Korinto, ni ambassador, ni mwakilishi wa mfalme. Title kubwa hii. Ni Paulo lakini ni mwakilishi. Ukimpokea umempokea Kristo aliyefufuka, aliyepewa mamlaka yote. Ina uzito hii. Wengine wanapenda kuweka uzito kwenye utambulisho wao, kusema nimesoma wapi. Soma hii sio degree, nimesoma wapi, nimetoka wapi. Anaongezea uzito. Paulo akimtaja Yesu anaona tayari CV yake imeenea. Natamani siku nyingine utakapojitambulisha Bwana nani useme mtumishi. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Hiyo imekaa vizuri. Twende kwenye utambulisho huu kwa jirani. Amesema kwa mapenzi ya Mungu. Kwa mapenzi ya Mungu. Hakujituma mwenyewe. Hakujiita mwenyewe. Wagalatia 1:1 anasema Paulo mtume si kutoka kwa wanadamu, si kwa mapenzi ya wanadamu wala bali kwa Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua katika wafu. Ni kama Yeremia 1:5, naye anaambiwa, anasema kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Amen. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Paulo anapojitambulisha Yeremia 1:5 haiko mbali. Anajiona kama nabii Yeremia alivyoteuliwa na Mungu kabla ya. Kwa nini asahau utambulisho huu? Utambulisho wengine sisi tuliupata kwa sababu tulienda shule. Kwa mfano wewe, kwa sababu ulisomea wali. Huu ni utambulisho, yani tangia mimi hata nikifukuzwa kazi hii ya ajira hii, bali mimi mtumishi. Amen. Yatangia tumboni. Amen. Rafiki yangu, wewe utambulisho wako ni nani? Amen. Alafu mtume, leo kuna watu wengi wanaitwa mtume. Qualification ya mtume ni nini? Sifa ya mtume ni nini? Tumesema aliyetumwa. Hawa nao wametumwa. Katika Agano la Kale, mtume aliyetumwa, Paulo kama anavyotumia hilo neno, ni yule ambaye amekutana na Bwana aliyefufuka akamtuma. Mitume 12 walikutana naye live na wakatumwa kuwa mashahidi. Paulo naye Damascus akakutana na Yesu live akatumwa kuwa mtume, kumwakilisha mfalme. Hawa nao tunawasikia nao ni hivyo. Nao wamekutana na Yesu wa Nazareti wakatumwa. Wewe unaitikaje? Mimi nakataa. Mimi nakataa. Kuna maana nyingine ya pili ya kwamba wote tumetumwa. Ukikumbuka katika Petro wa kwanza 2:9, ninyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Wao nao waliitwa kwenda kutangaza Yesu ni mfalme, si ndio hivyo? Na sisi tumeitwa. Kwa hiyo sisi wote ni mitume. Sisi ni mitume. Kwa maana moja ya kupeleka ujumbe wa mfalme. Royal ambassadors. Lakini tulikutana na Yesu aliyefufuka live. Sisi tumekutana tulikaa pamoja kwa imani. Sasa kuna level ya mitume ambayo wale 12 wanahusishwa na huyu wa 13 aliyekuja mwishoni Paulo anahusishwa. Inayotofautisha na wao ni kwamba walikutana na Yesu live, wakaonana naye. Kwa hiyo sawa, unaweza kuniita mimi mtume na ukiniita sikatai. Lakini kwa maana ya uzito wa mtume Paulo na wale 12
Bado. Lakini bado utambulisho wetu ni mzito bado. Unasema sisi ni kuhani wa kifalme, taifa takatifu. Sababu yule aliyewaita ndiye aliyetuita na sisi. Sema sisi hatujaona naye live, ametuita kwa imani. Labda swali la mwisho ambalo tunaweza kutafakari na pamoja na rafiki yetu ni kwamba tunawezaje kuishi kulingana na utambulisho wetu? Tunawezaje kuishi kulingana na utambulisho huu wa neema tuliopewa katika Kristo Yesu? Uzao wa kifalme, taifa takatifu, raia wa ufalme wa Mungu. Kutangaza fadhili zake. Kwa hiyo royal ambassadors, sisi tumeitwa kutangaza ufalme. Tunawezaje kuishi? Sio Korinto, hapa Dar es Salaam, hapo Lubumbashi, hapo Nairobi. Mungu atubariki sana. Tuombe. Baba, uliyemteua Paulo toka tumboni, ukakutana naye Damascus, ukamwagiza awe nuru ya mataifa, ndio na sisi umekutana nasi, wengine hapa mezani, wengine hata kabla ya hapa, tuwe jumuiya ya taifa takatifu, kuhani wa kifalme, tukazitangaza fadhili zako. Tunapokea utambulisho huu, na ikiwa kama kuna mtu yoyote kwa somo hili anakubali utambulisho huu, Baba mbariki na mpokee. Tufanye kuwa waaminifu kutembea katika utambulisho huu mpaka wakati mwingine tena somo lijalo. Tulinde, tulete kwa jina la Yesu. Amen. Amen, amen. Mfuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo, ambapo tumeona Paulo mtume wa Bwana. Kesho tunakuja kwa somo zuri yajayo. Na masaa kama haya usikose. Amen. Karibu sana.